Imekuwa ni siku nyingine nzuri tena, tunakutana kwenye Watoto Church, na nilikuwa nimekuarifu tu kuhusiana na nini ambacho leo tutamakinika hapa kuhusiana na Watoto Church. Tutazungumza masuala ya afya ya akili kwa watoto, kitu ambacho mara nyingi tumekuwa hatukizingatii. Tunazungumza tu afya ya akili kwa watu wazima, lakini leo kupitia kipindi hichi maalum na siku hii muhimu tumeona tuzungumzie hiyo na kudadavua kwa kina zaidi. Na pia tunakuwa na mtumishi wa Mungu Yona Emmanuel ambaye yeye ni mbobevu hasa kwenye haya masuala ya malezi na makuzi ya watoto. Tunaongozwa na mithali ambayo inasema mlee mtoto katika njia mpasayo, naye hata iacha hata atakapozeka. Bwana Yesu asifiwe. Yona. Amina. Habari ya kazi? Njema. Unajisikiaje kwa Jumapili hii ya leo? Mimi namshukuru Mungu, niko salama, niko vizuri kabisa. Kwa nini leo tunazungumzia hasa malezi lakini kwenye changamoto ya afya ya akili kwa watoto? Asante. Kama ambavyo umekwisha kudokeza kwamba tunavyozungumzia matatizo ya afya ya akili mara nyingi sana imekuwa ikionekana kwamba ni watu wazima, lakini asilimia kubwa ya matatizo ya afya ya akili ambayo watu wengine wazima wanakuwa nayo, mengine yanasababishwa au yanaanzia wakiwa watoto. Kwa hiyo kama yanaanzia wakiwa watoto, kwa hiyo nikaona basi ni vema tuweze kujikita hapo ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukawazuia hawa watoto na wakafikia na kukua kwenye utimilifu wao. Kwa sababu unapozungumzia matatizo ya afya ya akili kuna madhara makubwa ambayo wengine wanapelekea mpaka kujitoa uhai, wengine wanafikia hatua yani wanakuwa wameshindwa hata kufanya vizuri madarasani. Kwa hiyo ndio maana nikaona kwamba basi tupate wasaa mzuri wa kuweza kufahamu japo kwa ufupi, kama tunaweza tukamaki ni mambo mengi, na kwa hiyo labda tukipata muda zaidi tutaweza tukaendelea kiundani zaidi. Kwa hiyo kikubwa kilikuwa ni hicho, kwamba ni kweli tumekuwa tukikumbushwa mara kwa mara juu ya afya ya akili, matatizo ya afya ya akili, lakini sasa wengi wanadhani labda ni kwa ajili ya watu wazima tu, lakini leo hii tunashuhudia hata watoto wanayo, na kumekuwa na misconception au kama kumekuwa na kutokuelewa. Mtu anasema huyu ana afya ya akili, yani kuna tatizo la afya ya akili alafu kuna mgonjwa wa afya ya akili. Kuwa na afya ya akili ndicho ambacho kinahitajika, manake ni mtu ambaye tunasema anakuwa ana msawazo katika maeneo yote, ni yuko imara kihisia, kimwili na kiakili. Alafu mgonjwa ni yule ambaye sasa anakuwa na shida katika maeneo hayo, kwa sababu unavyozungumzia matatizo ya afya ya akili ni vitu ambavyo vinamuathiri binadamu, ambavyo vinaathiri utambuzi wake, vinaathiri namna anavyowaza, vinaathiri namna anavyofanya, lakini pia vinaathiri wale watu wanaohusiana na yeye kwa karibu. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu kuweza kujua kwa nini kuna umuhimu, kwa sababu bila kuyafahamu hayo tutajikuta kwamba kuna watoto ambao kutokana tunayo matatizo wanaweza kujikuta kwamba hata madarasani hawahudhurii, lakini hata shuleni hawafanyi vizuri, lakini kumbe kuna shida zipo, na matatizo mengine yakiwa makubwa sana. Kwa mfano chanzo kimoja hapo kinapelekea matatizo ya afya ya akili tunasema ni ukatili. Ukatili ukiwa mkubwa sana unaenda kubadilisha namna ambavyo akili ina process vitu. Kwa hiyo kisha haribu namna akili inavyo process vitu, na kwenye akili ndo kuna utambuzi na ndo kuna fikra ziko huko. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine huyu mtu uwe na hakika hata darasani anaweza asifanye vizuri, kwa sababu zile njia ambazo zinaweza zikasaidia au zikaharakisha utambuzi kwa namna moja ama nyingine zinaweza zikawa zimepata shida. Magonjwa ya afya ya akili kwa watoto ni yapi hasa, ikiwa ndo leo kwenye episodi yetu hii ndo mada kuu? Asante. Kama ambavyo nimesema pale awali, unavyozungumzia magonjwa ya afya ya akili yako mengi sana kwa watoto, sana sana kwa watoto, kwa sababu na pia dalili zilizopo kwa watoto na wakubwa pia zinatofautiana, lakini mengi sana makubwa kuna watoto wanakuwa na wasiwasi uliopitiliza, tunasema anxiety disorder, au wengine wanasema kitete. Lakini tuna ugonjwa unaitwa ADHD.
ADHD kwa maana ya kwamba ni kifupi cha maneno cha wanasema ni attention deficiency hyperactivity disorder, alafu kuna schizophrenia, alafu tuna ugonjwa mwingine unaitwa obsessive compulsive disorder OCD, ambayo hii inaendana kidogo na ADHD. Lakini pia tuna msongo wenyewe wa mawazo, kuna watoto wana msongo wa mawazo. Lakini pia kuna autism au usonji, huo pia ni ugonjwa ambao wanao watoto, na ukiangalia sasa huu usonji unaathiri hata uwezo wake wa kuweza kuconcentrate darasani na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunavyozungumzia ni kundi la magonjwa mengi. Hayo ni kwa uchache ambayo nimejaribu kuyasema, ambayo labda yamekuwa yakionekana kwa wengi. Na sasa nikianza kueleza labda huu ukoje, lakini naweza nikataja tu kwa ujumla wake. Kuna baadhi ya dalili, lakini pia na madhara yaliyopo, lakini pia tutaangalia na njia, lakini kadri muda utakavyoenda labda tutaendelea sasa kudili labda moja baada ya jingine, kwa sababu kuanza kuelezea tu labda usonji ni nini, unasababishwa na nini, kwa sababu nimesema kwa mfano kuna usonji ambao unasababishwa kwa kurithi, ambao ni autism ya kurithi, lakini pia kuna autism ambayo inasababishwa kufuatana tu na ule mtindo wa maisha. Kwa hiyo unavyozungumzia matatizo ya afya ya akili kama ambavyo nimesema, ni kwamba ni yale matatizo, yani ni mkusanyiko wa matukio ambayo yanamtokea mtoto, ambayo yanaathiri namna yeye anavyohusiana na wenzie, namna yeye anavyoweza kubehave mbele ya wenzake, namna yeye anavyoweza kutafsiri mambo. Kwa hiyo ndio kwa ufupi naweza nikasema hivyo, unaweza ukaelewa kwa namna hiyo, kwa lugha ambayo naweza kusema ni nyepesi. Lakini changamoto zinazosababisha au sababu kubwa zinazosababisha, ya kwanza nimesema ni hiyo ya kurithi. Kuna baadhi ya magonjwa yanarithi, kwa mfano kama nimesema usonji au autism, hiyo kuna baadhi ya watu wanarithi. Kwa hiyo inaweza kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, lakini uzuri ni kwamba inatibika. Kisababishi kingine cha matatizo ya afya ya akili tunasema ni ule ukatili uliopitiliza. Kuna ukatili ule wa kipigo ambao unaweza kutokea ndani ya nyumba au nje ya nyumba. Kwa mfano mtoto akiwa anapigwa sana au aka experience watu wanaopigana ndani na nini. Nadhani wiki iliyopita tulikuwa tumejaribu kuelezea matukio mabaya yanavyoathiri tabia za watu ukubwani. Kwa mtoto ambaye amekuwa katika mazingira ya magomvi, mazingira ambayo kuna ukatili, kuna magomvi, kuna vitu vya namna hiyo, hata ule utambuzi wake anakuwa wakati wote anakuwa na ile tunasema na wasiwasi. Anaweza kawa na hiyo anxiety disorder, anaweza kawa na wasiwasi, anaogopa na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo pia inaweza kawa ni sababu mojawapo inapelekea. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea tunasema matatizo ya afya ya akili, tunasema ni zile bullying sana sana unakuta kwenye hizi shule ambazo watoto tunawapeleka. Unakuta kuna mtoto mwingine anaweza kaa ameenda kule labda ni mnene kupitiliza, wenzake wanaanza kumwambia kibonge hilo, kibonge sijui na nini. Kwa yale maneno kama yale, kwa namna moja ama nyingine yanamsababisha au yanatweza utu wa yule mtoto, na anajiona kama vile yeye hafai, au kwa namna moja ama nyingine anajikuta kwamba hata shuleni unakuta kuna watu mwingine anaogopa kwenda. Na kuna bahati mbaya, kuna baadhi ya walimu na wengine wanashindwa kujua, wanaanza kufanya hizo tunasema ni labeling, kwa kuanza kuwaita hayo majina ambayo labda mtoto anaweza spende, au linakuwa lina connotative negative connotation kwake, kwamba kilipokea naona kama mbona kama vile mimi hili swala silipendi, alifai. Unaona, kwa hiyo inaweza kaa pia ni sababu mojawapo, inaweza kusababisha watoto kaingia huko. Lakini sababu nyingine tunasema ni wazazi kutoitikia malezi ya watoto. Wazazi kutoitikia malezi ya watoto pale ambapo mtoto anahitaji maybe mahitaji yake yatimizwe ya kihisia, ya kimwili. Wazazi wanapopuuzia, baadaye anaona kabisa kwamba mimi sidhani kama nina thamani hiyo, au mimi sidhani kama nina mchango huo kwenye jamii. Kwa unakuta kwamba ndo zile dalili moja wapo, unakuta mtoto anaanza kujitenga, anakaa peke yake. Na ukiangalia hata mtoto anayefanyiwa huo ukatili, kwa mfano wasema anayefanyiwa bullying shuleni, mara nyingi sana anaanza kujitenga. Lakini pia hata shuleni anakuwa haendi, kwa sababu anaona shuleni hapati amani au hapati utulivu. Lakini pia tunasema matumizi yaliyozidi ya hivi vifaa vya teknolojia. Hapa nazungumzia simu, nazungumzia TV.
Kwa hiyo matumizi yaliyopitiliza au yasiyo na usimamizi wa karibu, kwa unakuta mtoto anatumia kwa muda mrefu. Kwa mtoto akitumia kwa muda mrefu, hivyo vifaa pia kwa namna moja ama nyingine vinaletea matatizo mbalimbali, na kuna studies zimefanyika, kuna wengine mpaka kwenye autism imetokea kufuatana tuna matumizi ya vifaa hivi. Autism ambao ni usonji, pia kuna watoto wengine wamepata, lakini pia watoto wengine wanapata ADHD kutokana na matatizo haya. ADHD ni ule mtoto ambaye unakuta kama vile anakwenda kama vile yani hana utulivu yani hana utulivu, yani hawezi kufanya jambo moja kwa wakati mmoja. Na watoto wengi wenye matatizo ya afya akili nimesema pia wanakuwa na shindwa kufanya vizuri mashuleni. Kwa mfano mtoto mwenye ADHD shida yake sio kukosa akili, ile shida yake ni umakini. Anakosa umakini maana anakuwa anafanya vitu vingi wakati mmoja, kwa anashindwa kufanya hiki na kile, kama vile sasa yani akili yake ipo juu juu, yani yuko yani hivyo, ni hajatulia, hajafanya nini. Kwa sasa mtoto wa namna hiyo maana yake anahitaji tu umakini. Na ukienda labda kwenye baadhi, labda ukienda kwenye maabara za saikolojia, kuna sehemu kabisa mtoto anapelekwa pale, unaanza kumjua, unampa vitu apange. Kwa ukiona tu ule upangaji wake utajua kwamba huyu ni kama vile hana utulivu, yani anakosa ule umakini. Akili anazo, ila anachokosa ni umakini. Unakuta anakuwa anawaza michezo mingi, anafanya hiki, anafanya jambo lingine, anafanya hiki. Yote hiyo kutokana na ile nini, amekosa ile attention, kwa anaitafuta kwa kufanya kitu hiki, anaacha, analeta kile, anafanya nini. Lakini pia ndo nikasema baadhi ya dalili ndo hizo. Dalili ya kwanza ni mtoto kujificha, anakuwa anajificha ficha, anapenda kujitenga na wenzake. Ukiona mtoto anajitenga na wenzake, hapo kuna shida. Dalili nyingine tunasema ni mtoto kutaka kujidhuru, self hurt, kwa sababu anaanza kuona hana ile, tunasema haoni ule uthamani wake, haoni ile sense of worth, haoni ile, yani hapati ile, haoni ule uthamani wake. Kwa kama mimi sina thamani, then watu hawanijali, watu wananitania, wanafanya nini na nini, anaanza kujidhuru. Na kuna wengine wanafanya mpaka suicide attempt, wanajaribu hata kujitoa uhai. Kwa nini? Ni kwa sababu tu yeye anakuwa anaona kabisa hafai. Na kuna wengine wanakuwa labda wana shida katika, tunaona kwenye ule usingizi wao, unakuta ni kama vile mtoto anakuwa anashtuka. Ukiona mtoto anashtuka, maana yake kwenye subconscious mind kile kitu kimekaa, na subconscious mind huaga yenyewe ina react muda wote. Kwa mtoto anaweza kaa yuko amelala, lakini anashtuka akikumbuka lile jambo ambalo labda maybe ni la ukatili alilo witness, alilofanya nini. Kwa kuna wakati mwingine anaweza akashtuka katikati ya usingizi. Na kuna wengine wanakosa usingizi, lakini kuna wengine wanakuwa na matatizo katika ulaji wao wa chakula. Kwa hiyo na yenyewe ni changamoto, kwa sababu pia kuna disorders zingine tunasema hizo ambazo sasa hizo labda sio tatizo tu afya ya akili, ndio tunasema kwamba tatizo moja linaweza likapelekea tatizo lingine. Kwa hiyo unakuta kutokana na tatizo la afya ya akili linapelekea kwenye eating disorder. Na eating disorder maana yake tunasema ni matatizo kwenye ulaji wa chakula. Mtu mwingine anaweza kaa na kula sana, au mwingine hali kiasi cha kutosha. Kwa asipokula kiasi cha kutosha, maana yake hata tunasema zile nguvu kwa maana ya nguvu za mwili, lakini nguvu pia za akili, kwa sababu pia akili yetu inahitaji chakula, inahitaji virutubisho ili iweze kufanya kazi vizuri. Na ndio maana kutoka mtu kwamba naona kama vile energy level imeshuka, ngoja nipate labda nipate maji, mngesema ngoja labda nipate labda kitu chote cha sukari ili nipate nguvu. Kwa nini? Kwa sababu chakula pia kinamsaidia mtu. Na ndio maana tunakuwa tunashauri sana hata wakina mama wajawazito au wakina mama wanaonyonyesha au wale watoto wadogo wapate vyakula ambavyo ni kama balanced diet. Inakuwa ina makundi yote ya vyakula, inazingatia makundi yote ya vyakula, kwa sababu kwa kufanya hivyo maana yake mtoto anakuwa kimwili na kiakili. Na akikuwa kiakili maana yake hapa sasa tunajua sasa kwamba nini, kutakuwa na utambuzi. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana kwa wazazi na walezi kuweza kuwa karibu na watoto wao na kuweza kuona ni namna gani kujua changamoto zilizopo, kwa sababu kuna miongozo mbalimbali ambayo tunakuwa tunafahamu kwamba mtoto akifikisha umri fulani kuna tabia anazionyesha. Anaweza kaanza kushika vitu, mtoto anatambaa, kuna hatua fulani mtoto anatambaa, kuna hatua fulani labda mtoto akishakuwa mdogo umri fulani anakuwa na
kula vitu. Yeah. Kuna stage ikifika anaanza kushika, anatamani chochote kilicho mbele yake anakishika, anajaribu, anapiga, anaangalia vitu vya namna hiyo. Lakini kuna watoto, kuna stage ikifika mtoto anaanza kutambua, anaanza kutengeneza sentensi, anaunganisha maneno, na kuna wakati mwingine anaweza kana anaongea maneno hayana maana, lakini kuna wakati mwingine anaongea sentensi na anaongea story ambazo zimekamilika. Lakini ukiona sasa kwamba kuna umri amefika mtoto, yani kwamba matendo anayoyafanya yako tofauti na umri wake, maana yake kuna shida. Kuna shida zingine ambazo kama nimesema zinaweza ni shida za matatizo ya afya ya akili, lakini inaweza ni shida za nyingine. Lakini kikubwa, kwa sababu leo tunazungumzia muktadha wa masuala ya afya ya akili, ndio nasema kwamba kuna umri mtoto ukifika unaona kwamba kuna vitu havifanyi, maana yake kwenye utambuzi wake au kwenye cognitive yake kuna shida. Kwa kama kuna shida, maana yake hiyo shida inaweza kuwa imesababishwa na kitu chochote kile ambacho labda maybe amekiona au amefanyiwa au kimetokea au ni kwa kurithi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, the good thing ni kwamba haya magonjwa yanatibika na mtu akiwahi, maana yake kuna tiba mbalimbali ambazo zinaweza zikafanyika, ambapo huyu mtoto anaweza karudi na akakaa sawa, au anaweza asiwe moja kwa moja kafikia ile ukamilifu, lakini at least hata kuwa kwenye ile hali mbaya ambayo alikuwa nayo. Lakini kwa kufanya hivyo, maana yake pia tunaweza tukasaidia watoto wakafanya vizuri madarasani, lakini pia tukapunguza hata idadi ya watu ambao wanajidhuru, tunasema zile suicidal rates zikapungua katikati ya watu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nilitamani sana tuzungumzie. Tunapomalizia, njia zipi hasa za kuzuia haya magonjwa? Kubwa nadhani ni elimu, kama ambavyo tunazungumza hapa kwamba watu wapate elimu, na wakipata elimu ya mambo ya wapasayo kufanya itawasaidia wao kuweza kuchukua hatua stahiki. Lakini kikubwa nimesema, kwa mfano kuna magonjwa mengine ambayo labda ni ya kurithi, ambayo ya kurithi maana yake mzazi inabidi aanze kumwangalia na kumobserve mtoto, kuangalia kwenye kila zile developmental milestone anayofikia mtoto, kujua hapa kitu anachokifanya je, kinaendana na umri wake. Kama akiendani na umri wake, maana yake lazima aanze kuona na kuchunguza kwamba tatizo linaweza kuwa ni nini, yeah, ili aweze kuchukua hatua stahiki. Lakini kingine ambacho mzazi anaweza kafanya, tunasema ni kuweza kufanya nini? Ni kuweza kuitikia mahitaji ya mtoto, lakini pia kuboresha au kuongeza ukaribu na mtoto. Akiongeza ukaribu na mtoto, maana yake itakuwa ni rahisi yeye kuweza kufahamu kile ambacho mtoto anakipitia. Kama maybe amepitia labda ni ameona ukatili au amefanyiwa ukatili, ili kuweza kufanya intervention ya mapema na kuweza kumuokoa asije akafikia kwenye hatua mbaya. Maana wengine wanafikia mpaka stage ya kuanza kutumia vilevi katika umri mdogo, kwa sababu pia ameshuhudia mambo yakiendelea. Kwa sababu pia mtoto akiwa anashuhudia ulevi uliopitiliza nyumbani na vitu vingine, kwa sababu ulevi uliopitiliza pia unaambatana na mtu kutofahamu matendo yake. Kwa mtu anaweza akajitoa ufahamu na anaweza kaanza kuact recklessly, akafanya vitu vya ajabu ambavyo vinaweza vikamuathiri mtoto. Kwa hiyo wazazi kuangalia tabia wanazozifanya, lakini pia kutokuwa expose sasa watoto kwenye hizi tunasema nini, hizi digital access. Ni kweli watoto wanahitaji, lakini zifanyike kwenye supervision ya wazazi au walezi ambao watakuwa naangalia kwa ukaribu kwamba huyu anafanya nini na kwa nini anakifanya hiki. Kwa program zote zinatakiwa ziwe monitored na mzazi au mlezi awe karibu kuangalia, kwa sababu baadhi ya hizo zinapelekea changamoto kubwa kwa watoto. Lakini kikubwa, kama mtoto unaona kabisa kwamba sasa changamoto zimezidia, maana yake ni kwenda kumpeleka sasa kwa wataalamu ambao watafanya tiba mbalimbali, na tunakuwa na uhakika kabisa kwamba mtoto atapata kupona. Ili somo ni pana sana. Unaonaje tukawa na huu mwendelezo katika hichi ambacho tumeanza kujenga msingi hapa? Wiki ijayo wapi tutajikita hasa katika mwendelezo wa magonjwa ya afya ya akili kwa watoto? Kama ambavyo nimeyataja, magonjwa yako mengi, kwa nadhani tutakuwa tukichambua labda magonjwa matatu au mawili na kuona sababu zake na visababishi vyake. Lakini
tutapitia kuangalia pia statistics za kidunia zinasemeje, kwamba katika watu wangapi, ni watoto kiasi gani wameathirika hivi, kwa sababu tukishaanza kuangalia zile namba ndo zitatuonyesha kwamba kumbe tatizo lina ukubwa kiasi gani. Mtu akishaona hivyo anaona ni kitu cha kawaida, lakini kikubwa ni hiyo, kujua hiyo namba, lakini kujua madhara. Kwa sababu zamani kuna vitu kwa tukiona nasema hivi vitu labda ni magonjwa ya wazungu au vitu vinafanyika nini, lakini sasa hivi hata sisi tumepata hizo changamoto, haya madhara, na sisi yanatukumba. Kwa hiyo kama yanatukumba, manake ni lazima sasa tuchukue hatua, tuone ni namna gani tunaweza tukawaokoa hawa watoto, na manake tunavyowaokoa hawa tunaokoa na kizazi kingine, kwa sababu kama ambavyo nimesema, kuna baadhi ya vitu ambavyo, kwa mfano ukatili usipotibiwa, manake ile seko inaendelea. Mtu yote aliyefanyiwa ukatili atakuja kumfanyia mtu mwingine ukatili, na nimesema ukatili pia ni sababu mojawapo inayopelekea matatizo ya afya ya akili kwa baadhi ya watoto, kwamba ukatili uliopitiliza, baadaye mtoto anakuwa anaishi katika wasiwasi, anakuwa mwoga, hawezi kujiamini. Kwa kule kutokujiamini kwake unamsababisha hata asifanye vizuri, na nyingine zinaathiri, nimesema, mpaka hata namna utambuzi wake kwenye zile mifumo yake ya fahamu, namna gani anaweza ka process vitu. Kwa hiyo nadhani tunaweza tukaanza kuangalia labda magonjwa mawili tunaenda nao sasa kwa kina, kwamba hili linasababishwa na nini na madhara yake, na njia gani zitumike au njia gani za kukwepa na kujikinga. Lakini kubwa sana ni hili la kuweza kupata taarifa sahihi. Kwa wewe ambaye unatusikiliza muda huu, changamoto ya afya ya akili kwa watoto pia imewakumba, hasa katika zama hizi ambazo tunaziishi. Kwa hivyo sisi tunatoa elimu hasa katika magonjwa haya ya afya ya akili kwa watoto. Huenda una mtoto ana changamoto ya afya ya akili, unataka upate uvumbuzi, ujue sasa hii changamoto ninaitatua vipi, hii changamoto nawezaje kukabiliana nayo, na huu mtoto akaondokana na hii changamoto kuanzia zile dalili zinapoanza. Basi namba ya simu ya mtumishi wa Mungu hapa nitaitaja hapa, ili uweze na wewe kuona ni namna gani ambavyo utamtafuta. Lakini ukiwa unahitaji ushauri kwenye masuala ya malezi na makuzi ya watoto, basi mtaalamu yupo hapa. Tutajie namba tunapoenda kumalizia. Mimi napatikana kwa namba 0714 919 918, 0714 919 Leo ni siku ya wanawake duniani. Kitu gani unamwambia mtoto wa kike ambaye anatarajia kuwa mama kesho, anatarajia kuwa mwanamke, na wanawake wote ambao wanatusikiliza kwa sasa? Ikiwa ni siku ya mwanamke, manake kuna mtoto wa kike ambaye labda miaka 10 ijayo, 5 atakuwa naye ni mwanamke, mtu mzima, sio kwa sababu siku ya wanawake ni wanawake wote, ni wanawake wote. Kwa hiyo siku ya wanawake, manake natamani kwamba malezi yafanyike vizuri, ili kwamba huyu mwanamke alelewe na kuwe na afike kwenye nafasi ya kujua majukumu yake yeye kama mwanamke. Lakini kama ambavyo kipindi kinaitwa Watoto Church, kwamba namna ile picha ambayo Mungu anamtazama mwanamke, basi aweze kuonyesha tabia hizo, aweze kukaa kwenye nafasi yake ile ambayo Mungu amemweka. Kwa sababu siku hizi kumekuwa na harakati nyingi sana, na wengine wametafsiri zaidi ya harakati zilivyo. Kwa mfano kulikuwa na harakati za tunasema za nini, za ile tunasema Beijing Conference, na masuala ya harakati za haki za wanawake. Haki za wanawake ilikuwa ni kupambana na kuhakikisha wanawake wanapata haki sawa na wanaume, lakini sasa hivi imekuwa ni kama vile wanataka kushindana na wanakuja na msemo wanasema what a man can do a woman can do better. Lakini hii sidhani kama iko sawa, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake na kila mmoja na nafasi yake. Kwa hiyo yani Mhindi hauwezi kuwa bora zaidi kwa kutaka kufanana na mtama, na mtama hauwezi kuwa bora zaidi kwa kutaka kufanana na Mhindi. Mtama utabaki kuwa mtama, Mhindi utabaki kuwa Mhindi. Kwa hiyo Mhindi utabaki kuwa Mhindi na sifa zake zitabainika hivyo, na mtama utabaki kuwa mtama. Kwa hiyo nadhani kikubwa tukiendelea kuwapongeza wanawake kwa kile wanachokifanya, lakini wabaki wakijua kwamba
Mungu anamtazamaje mwanamke, na wao wakikaa kwenye nafasi hiyo ambao Mungu anamtazama, tutakuwa tumepunguza pia hata matatizo mengi na changamoto nyingi, kwa sababu changamoto nyingi zinatokea pale ambapo mtu anashindwa, lakini pia mtu anakuwa anashindwa kujitambua yeye ni nani, na ukishindwa kujitambua kwa ni nani, unaanza kupambana kwa hali na mali, kuanza kufanya vitu ambavyo maybe vingine vinaweza vikawa ni nje ya uwezo wako, na kwa kufanya vitu vya nje ya uwezo wako vingine unaweza kukuta unafanya hata sasa unatamani sasa watu waweze kuapprove au watu waweze kukupa validation, watu waweze kukupa approval, lakini unakuta kwamba hauipati. Mbona mimi sifii? Kwa sababu maybe unafanya kitu ambacho kiko nje ya mipaka yako. Kwa kila mmoja akifanya kitu kwa nafasi yake, tunatambua thamani ya wanawake na tunatambua mchango wao, lakini kila mmoja kae kwenye nafasi yake, na tuna uhakika kabisa kwamba basi tutakuwa na taifa imara. Lakini pia huyu mtoto wa kike pia anahitaji pia matunzo na malezi kutoka kwa pande zote mbili, baba na mama. Maana tukipata mtoto ambaye amelelewa katika pande hizo, basi tuna hakika kwamba basi tutakuwa na wanawake ambao wanaweza kuwa wako balanced katika swala zima la malezi. Anakuwa anajua kitu gani kipo kwenye jamii, kitu gani atarajie na kitu gani kinafaa. Okay. Tupe dondoo tunavyomaliza hapa. Wazazi hawa ambao wana mtoto wa kike, kitu gani kimoja tu ambacho cha muhimu cha kuzingatia katika malezi na makuzi hasa ya mtoto wa kike, tukiwa leo kwenye siku ya wanawake duniani? Kikubwa tu kama ambavyo nimesema kwamba mtoto wa kike anajifunza zaidi kutoka kwa mama yake, na atajifunza vitu mbalimbali, majukumu mbalimbali ya mwanamke. Lakini pia huyu mtoto wa kike anahitaji makuzi kiasi fulani, au tuseme kielement kutoka kwenye malezi ya kiume. Tunasema anahitaji male figure. Male figure sio lazima awe mume wako, kwa sababu wengine labda wametengana na waume zao na nini, lakini pale nyumbani kuna kina kaka ambao ni wajomba wa huyo mtoto, kuna kina babu, na kuna watu wengine ambao wanaweza wakawa na mamlaka ya kiume. Kwa hiyo huyo mtoto wa kike bado anahitaji kusikia, anahitaji au ana haki ya kupata malezi kutoka kwa upande wa wanaume, kutoka kwa male figure ambaye atakuwa present consistently. Sio tu present consistently throughout kwenye maisha yake, kwamba huyu mtu awepo na aonekane consistently, sio anatokea awepo consistent, aendelee kuweka vitu ndani ya huyu mtoto wa kike, ili kesho kutwa sasa tuweze kupata mtu ambaye amekamilika. Kama vile ambavyo tunasema hata mtoto wa kiume pia anahitaji malezi ya mama na baba. Basi sisi tunamaliza hivyo mpaka wakati ujao tutakapokutana. Leo tulikuwa tumejikita hasa kwenye magonjwa ya afya ya akili kwa watoto. Tutaendelea kudadavua moja baada ya nyingine mpaka wakati ujao. Kwa heri kwa sasa.